Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 30 ya mwezi Mei, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yohana wa Arki Bikira. Yohana alizaliwa mnamo tarehe 6 ya mwezi Januari mwaka 1412 mjini Doremi nchini Ufaransa. Wazazi wake walikuwa wakulima, watu waadili na wacha Mungu. Mama yake alimfundisha sala na katekisimu. Alimfundisha pia kazi ya kufuma nguo na kushona. Yohana alipokuwa, alishika kazi ya kuchunga kundi la kondoo, na kila siku baada ya kushiriki ibada ya misa asubuhi na mapema, alikwenda kazini. Alikuwa mcha Mungu sana kiasi kwamba alipokuwa njiani akisikia kengele ya malaika, alisali kumsalimu Bikira Maria. Kama wasichana wengine wengi wa siku zile, hakupewa nafasi ya kwenda shuleni na kufundishwa kusoma na kuandika. Mara nyingi wakati akisali, alisikia sauti za watakatifu Mikaeli, Margareta na Katarina kutoka mbinguni zilizomwambia aende kwa Mfalme Charles wa 7 amsaidie katika vita dhidi ya Waingereza. Mfalme alipoambiwa, mwishowe alikubali. Ili kuthibitisha kama ni kweli ametumwa na Mungu, mfalme alivaa mavazi ya askari, akajichanganya na askari wake, na Yohana aliambiwa abaini mfalme ni yupi. Yohana aliweza kumbaini mara, na hapo mfalme akatambua kuwa Yohana ni mjumbe wa Mungu. Basi askari wote walianza kujiandaa kupigana vita tena dhidi ya Waingereza. Yohana alitaka bendera yake iandikwe kwa herufi kubwa majina ya Yesu na Maria. Aliwatangulia askari akiwa amepanda farasi wake, akawaambia, Bwana Mungu yu upande wetu, atatupa nguvu ili tuwashinde maadui. Haya, tuendeni. Katika vita hiyo, Yohana mwenyewe hakumpiga mtu, aliwaongoza tu askari na kuwatia moyo, nao walimwamini. Alipopigwa mshale kifuani na kuiona damu yake ikitiririka, akaanza kulia machozi, lakini mara alijitawala, akiogopa askari wasije wakalegea. Akaung'oa mshale, akasimama hodari akisema, haya, tuwashambulie. Hivyo ndivyo Wafaransa walivyowashinda maadui zao. Kila siku Yohana alishiriki sadaka ya misa takatifu na alipokea sakramenti ya kitubio mara 2 kwa juma. Baada ya vita hiyo, Mfalme Charles wa 7 alimwomba Yohana kwa dhati ili aendelee kufuatana na jeshi lake, hata akamlazimisha kubaki mpaka maadui Waingereza wote wafukuzwe nchini Ufaransa. Mnamo mwaka 1429, Mfalme Charles wa 7 akatawazwa rasmi kuwa mfalme wa Uingereza katika kanisa kuu la Reims, Yohana akiwa amesimama karibu naye. Lakini siku moja Yohana alikamatwa na maadui, wakamfunga gerezani. Kwa ajili ya sauti alizozisikia zamani, alishtakiwa sasa kuwa mchawi na mwasi wa imani. Mnamo tarehe 30 ya mwezi Mei mwaka 1431, alihukumiwa na mahakimu wa Kiingereza auawe na kuchomwa moto. Alipokuwa anakufa motoni, hakutoa hata kilio. Alikuwa ameshika msalaba mkononi na kutamka jina la Yesu. Umri wake ulikuwa miaka 19. Alitangazwa kuwa mtakatifu mnamo tarehe 16 ya mwezi Mei mwaka 1920 na Papa Benedikti wa 15, sio kwa sababu ya siasa au ushupavu wake vitani, bali kwa sababu ya utakatifu wa maisha yake na uaminifu wake kwa maongozi ya Mungu.
Yohana wa Arki ni msimamizi wa nchi ya Ufaransa. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Yohana wa Arki Bikira. Pokea kila kitu kwa moyo mnyofu. Usihofu kufa shahidi, mwishoni utaingia katika ufalme wa paradiso. Rejea sauti ya Mtakatifu Yohana wa Arki. Watakatifu wengine tarehe 30 ya mwezi Mei: Mtakatifu Ferdinandi, Mtakatifu Yohana wa Arki Bikira, utuombee.